Chum TV. Furaha kiganjani. Wajumbe wa kamati ya michezo ya majeshi Tanzania BAMATA leo hii wamefika Ikulu Zanzibar kujitambulisha kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mwenyekiti wa Baraza la Michezo ya Majeshi Tanzania Brigadier General Saidi Hamisi amesema amefarijika na maendeleo makubwa ya ujenzi wa viwanja vya michezo Zanzibar, hatua itakayofanikisha mashindano ya majeshi kwa mwaka huu kufanyika kwa ufanisi zaidi. Baraza hilo la michezo ya majeshi Tanzania linaundwa na kanda 8 ambazo ni Gome, Magereza, Zimamoto, kanda ya SMZ, Visiwani, Polisi, Uhamiaji, Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Nakushukuru sana, lakini hii yote inaonyesha ni namna gani unavyothamini michezo. Unajua background yako, umekaa katika hivi vyombo vya ulinzi miaka mingi, lakini bado ni mdau mkubwa wa michezo. Mfano dhahiri ni namna ambavyo umekuwa ukiboresha viwanja vya michezo Zanzibar mpaka kufikia kuwa mwenyeji wa ili kombe la CHAN. Namna ambavyo viwanja vimeboreshwa, namna unavyojitoa kwenye michezo inatupa faraja sisi kama Baraza la Michezo la Majeshi. Na mheshimiwa, baraza letu hili ndio platform pekee ambayo imekuwa ikitoa wanamichezo wengi sana wanaoliwakilisha taifa. Kwa hiyo tunavyoona haya maendeleo ya viwanja, tunajua kabisa uko sambamba na sisi katika kuliweka sawa swala la michezo. Kwa upande wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika sekta ya michezo kwa ujenzi wa viwanja vya kisasa. Sisi hapa Zanzibar kama mnavyoona tumewekeza sana katika eneo hili la michezo. Sasa hivi tuna viwanja vingi sana vizuri sana. Uwanja wetu mkuu wa Amani sasa hivi una kiwango cha kimataifa kabisa. Na ndivyo hivyo kwa uwanja wetu wa Gombani Pemba. Lakini tuna viwanja vidogo hapa Mao, lakini na Maisara. Tukuishia hapo, tunapeleka viwanja katika kila wilaya, kila mkoa. Kwa hiyo baada ya muda mfupi tutakuwa tumesambaza viwanja kila pahali vyenye standard ambazo ni za kimataifa. Kwa hiyo serikali itaendelea kuwekeza zaidi katika eneo hili la michezo, tukitambua kwamba sasa hivi michezo ni afya, michezo ni ajira, na michezo ni uchumi. Kuna sehemu kubwa ya uchumi unapatikana kupitia michezo. Niseme tu kwamba ombi lililotolewa hapa la kuona uwezekano wa sisi kama serikali kuangalia jinsi gani tunaweza tukakusaidieni, nasema nimelipokea. Na kwa kweli kuna njia moja ambayo ninaifikiria, nayo ni kuwataka taasisi zetu kuweza kuchangia katika mashindano yenu. Na tuna taasisi nyingi na sasa hivi wamehamasika sana. Tuna taasisi za serikali, lakini taasisi za binafsi ikiwemo mabenki na taasisi nyingine ambazo zinaweza kuwashika mkono katika kufanya mashindano yenu. Sasa kwa zile za serikali ambazo tuna kauli nazo, tutakusaidieni kuzungumza nazo wakati wa mashindano waweze kuchangia katika kuyafanikisha mashindano yenu. Lakini basi na mimi nitoe ombi kwamba kwa sababu ya uwekezaji mkubwa tuliofanya huu, mnaonaje mkatupa nafasi ya kuya mashindano haya yanayofuata yakawa Zanzibar. Tutakuwa tumetangaza uwekezaji wetu, lakini tutakuwa ni moja katika sehemu ya kuanza ule ushirikiano wa karibu kati ya serikali na baraza lenu hili. Na kama nilivyosema, mkiamua kufanya hivyo, basi sisi tutakuwa tumeona kwamba mmepokea ombi letu na tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunazitaka taasisi zetu zikuwezesheni kufika pale ambapo tunatarajia. Mashindano ya majeshi yanatarajiwa kuanza tarehe 14 Agosti 2025 hapa Zanzibar. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.
Subira Salum, Chum TV.